Uingereza iliyosema kwamba inalitambua taifa la Palestina imesema kwamba itahakikisha inashiriki vilivyo katika kuwanyang'anya silaha Hamas. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa Uingereza iko tayari kushiriki katika kuipokonya silaha vuguvugu la Wapalestina la Hamas na kutuma waangalizi wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, ofisi ya waziri mkuu huyo ilieleza. Waziri Mkuu wa Uingereza alisema Uingereza iko tayari kuchukua nafasi ya uongozi katika mchakato wa kuiondoa Hamas, kisha kusaidia ujenzi mpya wa Gaza na kushiriki katika misheni ya ufuatiliaji wa usitishaji mapigano. Ofisi hiyo ilisema katika taarifa siku ya Jumatatu ya wiki hii kufuatia mazungumzo ya Keir Starmer na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mnamo Oktoba 9, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kuwa Israel na vuguvugu la Hamas la Palestina limefikia makubaliano kutekeleza awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa kutatua mzozo wa ukanda wa Gaza. Rais huyo wa Marekani Donald Trump alisaini mkataba wa kumalizika kwa vita katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, huku zaidi ya mataifa 20 yakishiriki katika mkutano huo uliofanyika Sharm el Sheikh nchini Misri. Katika awamu ya kwanza, Hamas iliwaachia huru mateka wa Israel na Israel ikaondoa majeshi yake kwenye mstari uliokubaliwa ndani ya ukanda huo na kuachilia mamia ya Wapalestina kutoka katika jela za Israel, wakiwemo wengi wanaotumikia vifungo vya maisha kwa makosa ya ugaidi, kama ambavyo Israel iliwakamata kwa makosa hayo. Mpango wa amani wa Trump wa Gaza ulizinduliwa Septemba 29. Ulijumuisha pointi 20 na unatoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano yanayotegemea kuachiliwa kwa mateka ndani ya saa 72, ambayo tayari zoezi hilo limeshafanyika. Waraka huo pia umependekeza kuwa Hamas na makundi mengine ya Palestina wasishiriki katika utawala katika eneo la ukanda wa Gaza, ama moja kwa moja au kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja, lakini udhibiti huo unapaswa kuhamishwa kwa mamlaka ya teknolojia chini ya usimamizi wa kimataifa utaongozwa na Trump mwenyewe. Siku ya Jumatatu ya wiki hii, Donald Trump, rais wa Marekani, akiwa na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, Amir wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani walitia saini tamko la Trump la kudumu kwa amani na ustawi katika kutatua mzozo wa Gaza. Hata hivyo, inaonekana kwamba wapiganaji wa Hamas pamoja na kundi la Jihadul Islam wa Palestina hawakubaliani juu ya kunyang'anywa silaha na kuondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Naibu katibu mkuu wa harakati ya Jihadul Islam ya Palestina amepuzilia mbali wazo la kupokonywa silaha kwa wapiganaji wa Kipalestina Hamas na hata wao wenyewe, na kusema kuwa makundi wa mapambano ya Kiislamu ya Palestina hajaafiki kipengele kinachohusiana na upokonyaji wa silaha. Channel ya Al Jazeera imemnukuu Mohamed Al-Hind akisema hayo na kuongeza kuwa mrengo wa wapiganaji hautakubali vitisho vya kupokonywa silaha kwa nguvu. Amefafanua kuwa hakuna vipengele vya siri katika makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, na kuongeza kuwa madai yanayosambazwa na utawala wa Israel pamoja na mataifa magharibi ni uvumi usiokuwa na ukweli wowote. Afisa huyo ngazi ya juu wa kundi la Jihadul Islam ameongeza kuwa kuna uwezekano wa utawala wa Israel kukwamisha utekelezaji wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Hii inaashiria kwamba bado hali haijawa shwari katika utatuzi wa vita hii kati ya Hamas pamoja na makundi mengine ya wapiganaji wa Palestina dhidi ya Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.